Mashariki ya Kati sio ile tuliyoizoea jana. Leo hii dunia inashuhudia kile kinachoitwa Operation Epic Fury. Shambulio kubwa sana na la kushtukiza lililozunduliwa na Marekani na Israel dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Na swali kubwa linabaki, je, hii ni vita ya tatu ya dunia au ndio mwisho wa dunia wenyewe? Na kama Mkristo napaswa kuelewa nini kuhusu nyakati hizi ninazoishi? Mwishoni kabisa mwa mwezi Februari mpaka Machi hivi karibuni, anga la Irani limebadilika kuwa jekundu, na hasa baada ya kurindimwa kwa mashambulizi haya ya Operation Epic Fury. Mashambulizi haya yamelenga miji mikubwa, lakini pigo kubwa zaidi ni kifo cha kiongozi mkuu wa Iran, Ayatollah Ali Khamenei, ambacho kimethibitishwa na televisheni ya taifa ya Iran. Serikali imetangaza siku 40 za maombolezo huku ikitoa likizo ya wiki nzima. Lakini wakati Irani ikiomboleza, jeshi lake la IRGC limejibu kwa hasira kali ya ajabu. Iran haijaipiga Israel pekee. Makombora yake yameanguka Dubai, Abu Dhabi, Qatar na Bahrain. Ripoti zinasema kambi ya jeshi la majini la Marekani, Fifth Fleet kule Bahrain, limepata uharibifu mkubwa sana. Mashambulizi haya yameua raia na kusababisha hofu kubwa ya mamilioni ya wageni wanaoishi kule, wakiwemo zaidi ya Wahindi milioni 10 ambao sasa wako hatarini. Ubalozi wa India tayari umeshatoa tahadhari kwa raia wake na kuwaonya kuwa wawe makini sana. Athari hii haiishii Mashariki ya Kati pekee. Iran imefunga mlango wa bahari wa Hormuz ambao ni mshipa wa damu wa uchumi wa dunia. Kwa nchi kama India na mataifa mengi ya Afrika, 50% ya mafuta ghafi yanapita hapa. Tayari bei ya petroli inaanza kupanda, gharama za usafirishaji zinapaa, na mfumuko wa bei unaenda kuumiza kila nyumba. Hali kama hii inafanana sana na uvamizi wa Iraq mwaka 2003, lakini safari hii madhara yake ni makubwa mara 10 zaidi. Inasikitisha sana kuona siku moja kabla ya mashambulizi, mkataba wa amani ulikuwa unaonekana unaenda kufikiwa, lakini kumbe nyuma ya pazia Operation Epic Fury ilikuwa imepangwa kwa miezi kadhaa hapo nyuma. Maumivu makubwa zaidi ni shambulio lililoipiga shule ya wasichana kule Minab, Iran, ambapo watoto zaidi ya 100 wamepoteza maisha. Hii ndiyo sura halisi ya vita, uchungu kwa wasio na hatia kabisa. Sasa tuingie katika kiini cha jambo hili kiroho. Kama Mkristo unatazamaje matukio kama haya? Biblia inatuambia katika kitabu cha Mathayo 24 ya kwamba tutasikia habari za vita na uvumi wa vita. Lakini angalia hii, kitabu cha Ezekiel 38 kinaongelea juu ya taifa la Uajemi ambalo ndilo Irani ya sasa, likiongoza muungano dhidi ya Israel katika siku za mwisho. Tunapoiona Iran ikiwa katika moto huu, tunaona kurasa za Biblia zikikunjuliwa mbele ya macho yetu, na wengi watauliza na wanaendelea kuuliza, hii ni vita ya tatu ya dunia? Na ikiwa mataifa makubwa kama Urusi na China wataingilia katika kuisupport Iran katika mzozo kama huu, dunia itakuwa imeingia katika giza nene. Lakini Paulo anatuambia katika Wathesalonike wa kwanza 5 fungu la 3 ya kwamba watu wasemapo kuna amani na kuna salama, ndipo uja uharibifu. Na hii ndiyo sifa ya nyakati tunazoishi sasa, amani ya uongo inayofuatiwa na machafuko makubwa sana. Huu sio wakati wa kuishi kwa hofu, lakini ni wakati wa kuishi kwa maombi mengi sana. Kwanza, ombea haya mataifa, lakini pia ombea amani na ulinzi kwa raia wasio na hatia kabisa katika maeneo ya Mashariki ya Kati. Pili, huu ni wito wa kujiweka sawa na Mungu. Kama huu ndio mwanzo wa mwisho, je, roho yako iko salama? Usiruhusu kabisa habari hizi zikupite bila kutafakari hatima ya maisha yako. Endelea kuwa macho, endelea kuomba, na kumbuka, hata dunia itikisike namna gani, Kristo ndiye mwamba wetu imara, na hakika anarudi tena. Ikiwa umebarikiwa na video hii, share na watu wengine ili waweze kuelewa nyakati tunazoishi, nyakati za sasa. Tukutane kwenye video ijayo, na Mungu akubariki sana.